Habari za wakati huu mtazamaji na mfuatiliaji wa Mnazi TV. Mimi naitwa Simon na hapa nimekusogezea takriban video 7 za aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Joseph Pombe Magufuli ambazo aliwahi kuzungumza maneno haya kwa uchungu sana na kwa kumaanisha, na hizi ni moja kati ya video ambazo zilizua hisia mseto kwa baadhi ya waliozitazama na waliobahatika kufuatilia video hizi. Zipo katika matukio tofauti tofauti kwa kile kipindi ambacho bado Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli alivyokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika mikutano ya hadhara tofauti tofauti, ambapo hizo video mpaka leo katika mitandao ya kijamii watu wamekuwa wakiziriposti, wamekuwa pia wakiposti katika kurasa zao za mitandao ya kijamii kwa kuendelea kumwenzi na kumkumbuka. Na hivi leo tarehe 17 mwezi wa 3 ni siku ya kumbukizi tangu kufariki kwake. Sisi kama timu nzima ya Mnazi TV tunaendelea kumwombea Mheshimiwa Magufuli aendelee kupumzika kwa amani na Mwenyezi Mungu ampunguzie adhabu za kaburi. Sasa naomba nikupatie wasaa wa kutazama video moja baada ya nyingine. Tunaanza na video nambari 7 mpaka nambari 1. Kijana ambaye ni mpenda rushwa, mwizi, fisadi, tapeli, mvivu, mtumia madawa ya kulevya, asiyejifahamu na kadhalika. Aina hii ya vijana wana mchango mdogo sana katika taifa na hata kwenye chama. Hilo la bei elekezi msirudie tena kutoa. Mkome kabisa kutoa bei elekezi kwa wakulima, kwa sababu haingii akilini. Kama mwaka jana walinunua watu mpaka bei 3600, 3700, leo ninyi bodi mnakwenda kutoa bei elekezi ya 1500. This is stupidity. Kama mwaka jana ilinunuliwa kwa bei hiyo zaidi ya 3600, 1000 ngapi, ninyi mnakwenda mnasimama hadharani kwamba bei elekezi mwaka huu ni 1500. Ni upumbavu wa hali ya juu. Na ningelijua hilo mapema waziri. Aha. Mimi mwenzenu hapa sijafunga, lakini siku ya kufungua Waislamu nitakuwa na ninyi kwenye pirao. Mheshimiwa Rais, ninaomba unisamehe. Mheshimiwa Rais, ninaomba unisamehe. Mheshimiwa Rais, naomba unisamehe. Najifunza. Naomba unisamehe. Naomba unipe nafasi ya pili. Sitokuangusha. Lakini ninajua Watanzania wananipenda pamoja na ninyi. Ninajua ninayoyafanya ni kwa maslahi mapana ya Watanzania, hasa Watanzania maskini. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kuchapa kazi. Tuendelee kumtanguliza Mungu mbele, kila mmoja kwa imani yake, lakini tujenge Tanzania yetu. Mimi ni mtumishi wenu na nataka niwaambie ndugu zangu, siku moja mtanikumbuka. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya, kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini. Kwa hiyo tusimame pamoja, tusibaguane kwa vyama, tusibaguane kwa ajili ya dini zetu. Nacho cheo hiki ni dhamana. Huwezi kumuonea maskini kwa sababu ya cheo chako. Hapana. Nataka mwenye cheo amuheshimu ambaye hana cheo, na ambaye hana cheo amuheshimu mwenye cheo. Watu wote tuko sawasawa mbele ya macho ya Mungu. Hiyo ndiyo Tanzania ninayoitaka.
Tanzania.